Bwana Yesu asifiwe, ndugu unayetufuata kwenye mtandao saa hizi. Praise the Lord, brethren who is following us on the air right now. Acha vijana wangu waniletee Biblia. Let my boys bring me the Bible. Mungu akubariki mahali popote unatufuata. May God bless you wherever you are following us. Mungu akutendee mema. May God do you good. Mungu ayajibu mahitaji yako. May God answer your prayer requests. Basi msirudi, mtupatie pambio kadogo tu. Just come back and give us a small song. My soul say yes. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. My soul say yes. Say yes. Say yes. My soul say yes. Say yes to your will. Asante sana, Mungu awabariki sana. God, thank you very much. God bless you so much. Ndugu unayetufuata mahali pote, Brethren who is following us wherever you are, kwenye television, on the television, kwenye mitandao yote, on all the kind of social media, Facebook, on YouTube, YouTube. Mungu akutendee mema. May God do you good. Mahali unatufuata saa hizi uko ndani ya ibada kwenye uko unatufuata. Wherever you are following us, you are right in the service right Sababu now. siku hizi ibada zote tunafanya kwenye mitandao. Because these days all the service we do it on the air. Na Mungu ayajibu mahitaji yako. And may God answer your prayer request. Ujumbe tunakuletea muda kama na huu, The message we are bringing you as such a time, inasema kuguswa mara ya pili. it says being touched a second touch. Kuguswa mara ya pili. To be touched a second time. Najua Mungu amekugusa mara ya kwanza. I know God touched you first time. Najua kuna jambo Mungu amekutendea. I know there's something God has done for you. Lakini bado haijatosha. But it is not yet enough. Mungu ana mpango akuguse mara ya pili. God has a plan. Let him touch you second touch. Haijalishi hali gani unapitia. No matter what kind of situation you are going through. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Our God is good all the time. Na Mungu ana mpango mzuri. And God has good plan. Mungu atakugusa mara ya pili. God will touch you a second touch. Haijalishi ni ugonjwa ambao umekuweka chini. No matter whether sickness which has put you down. Ama ni kukosa kazi. Whether lacking job. Ama ni kukosa ndoa. Whether lacking marriage. Bwana ametupaka mafuta. God has anointed us with ili oil. tukuletea habari njema. That we bring you good news. Ya kwamba utaguswa mara ya pili. That will be touched a second time. Mungu aangazie nyumba yako na nuru yake. May God shine his light upon your house. Tuko kwa Injili ya Marko. We are in the book of Mark. Sura 8. Chapter 8. Mstari wa 22. And verse 22. Paka 24. Up to 24. Marko sura 8. Mark chapter 8. 22. Verse 22. Ninasoma kwa Swahili. I'm reading in Swahili. Wakafika Betsaida, wakamleta kipofu, wakamuomba amguse. 23. Akashika mkono wa kipofu, akampeleka nje ya mji, akatemea mate kwa macho, akaweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? 24. Akatazama juu, akasema, ninaona watu kama miti wakitembea. Amen. 25, acha niongeze hiyo. Basi akatia mikono tena juu ya macho yake, naye akatazama tena, akapata kuwa mzima, akaona vitu wazi wazi. Amina. Amen. I'm reading in the book of Mark chapter 8 verse 22 to 25. And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. 23. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, do you see anything?
And he looked up and said, I see men, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Praise the Lord, brethren who is listening to us. Tunaongea kuhusu kuguswa mara ya pili. We are talking about being touched the second time. Biblia inatuambia juu ya huyu kipofu huko Bethsaida. The Bible tells us about the blind who was at Bethsaida. Huyu alikuwa kipofu. He was a blind. Maisha ya upofu ni maisha mbaya sana. The life of blindness is so bad. Kipofu huyu alikuwa hawezi ona chochote. That blind man could not see anything. Lakini Yesu alijua ya kwamba kipofu huyo yuko hapo. But Jesus knew that blind was there. Na Yesu alikuwa na mpango ya kwamba aende akamguse na kumponya. And Jesus had a plan to go and touch him and heal him. Biblia inatuambia ya kwamba The Bible tells us that Yesu akatema mate akamgusa kwa macho. Jesus spat saliva and touched his eyes. Akamuuliza, unaona nini? And asked him, what do you see? Kipofu akasema, And the blind man said, ninaona watu kama miti zikitembea. I see men like trees walking. Nafikiria kwa hiyo wakati huyu kipofu angempatia mpanga angemaliza watu. I think at that time if that blind man was given a panga, he would have cleared all people. Angeenda na katakata tu watu. He would go cutting people. Sababu alikuwa haoni vizuri. Because he was not seeing clearly. Macho ni kitu cha muhimu sana kwa maisha ya mtu. An eye is something so precious in one's life. Yesu alisema hivi kuhusu macho. Jesus said this about eyes. Mathayo sura 6 mstari wa 12. Matthew 6:22. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likikuwa safi, mwili wako wote utajaa nuru. Lakini jicho lako likiwa baya, mwili wako wote utajaa giza. Basi nuru iliyo ndani yako ikiwa giza, ni giza kubwa sana. Amina. Amen. I'm reading in the book of Matthew chapter 6 verse 22. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Amen. Amen. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na shida kubwa kwa kukosa macho. Now this man had a big problem without having no eyes. Sababu Yesu anatuambia taa ya mwili ni macho. Because Jesus tells us that the light of the body is the eye. Kama macho imekuwa giza na mwili wote utakuwa giza. If the eye is dim, the whole body will have darkness. Watu wengi leo wamezipitia shida kubwa sababu hawana macho ya roho ya kuona shida gisi imekuja. Many people have got problems because they don't have spiritual eyes to see what is attacking them. Na kuombea macho yako ya roho ianze ona. Yesu aiguse mara ya pili kwa jina la Yesu. I'm praying for your spiritual eyes. Let it begin seeing. May Jesus touch it the second time. Unajua shetani anapomshambulia mtu, kitu cha kwanza shetani anafanya, anaongoa macho yako. You know, when devil attacks one, what the first thing he does is to gong out your eyes. Wafilisti walipomshika Samsoni, kitu cha kwanza walimtendea, walimtoboa macho. The Philistines, when they seized Samson, the first thing they did, they gonged out his eyes. Kwa hiyo shetani anapopiganisha Mkristo anaua macho yake ya roho juu asione tena. For that reason, when the devil is fighting a Christian, fights your spiritual eyes that you do not see anymore. Na huyu alikuwa haoni chochote. And this man could not see anything. Na Yesu alitaka kumtembelea huyu mtu. And Jesus wanted to visit this person. Na ndio maana Yesu alitema mate juu yake, sababu alijua ya kwamba huyu ndugu alikuwa na shida kubwa. That's why Jesus spat saliva on his eyes, because he knew that he had a big problem. Na Yesu akamuuliza, unaona nini? And Jesus asked him, what do you see? Magonjwa ya macho ni mbaya sana. The sickness of eye is so bad. Aliona watu kama miti zikitembea. He saw people walking like trees. Hiyo magonjwa ikishika macho ya mtu hataona tena mbali. When that sickness catches one, you'll not see far off.
Shetani anaposhambulia macho ya mtu anaishambulia kwa njia mbili. When devil attacks the eyes, attacks in two ways. Ya kwanza anashambulia macho ya mtu inakufa kabisa, unakuwa kipofu, hautaona chochote. The first, he attacks your eyes to be blind completely, that you cannot see anything. Kwa hiyo huyu mtu yeye alikuwa kipofu, hangeliweza ona. That man was totally blind, could not see anything. Shetani anaposhambulia macho ya mtu mara ya pili analeta magonjwa inaitwa myopi. Myopi spiritual ni magonjwa ya macho ambayo hauwezi ona mbali, unaona tu kitu yenye iko karibu. When the devil attacks the second attack which devil brings upon people's lives is a sickness which is called myopia. When it attacks you, you become short-sighted. You cannot see far off. Mtu haoni mbali, You cannot see far. anaona tu karibu. You see close. Kama vile Esau kwa Biblia, Just like Esau in the Bible, hakuona mbali, akauzisha ukubwa wake juu ya njaa ya siku moja tu, supu ya madaika fulani, akauzisha ukubwa wake. Esau sold his birthright. He did not see far off. He sold his birthright because of something that he was seeing just nearby. Mwenye macho yake ya roho imeshambuliwa na magonjwa myopi spiritual, haone mbali, yeye anaona karibu tu, leo tu. Whoever is attacked by that sickness, myopia, cannot see far off, just sees something of today only. Macho yako ione vizuri kwa jina la Yesu. Let your eyes see well in Jesus' name. Biblia inatuambia kwamba The Bible tells us Yesu akamgusa tena, Jesus touched him again akamuuliza unaona nini? and asked him, what do you see? Akasema ninaona vizuri sasa. Said, now I'm seeing clearly. Kwa jina la Yesu Kristo, In the name of Jesus macho Christ, yako ya mwili na ya roho ifunguliwe. let your spiritual eyes and physical eyes be open. Na kama uko natufuata saizi una shida ya macho, magonjwa ya macho, na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, Jehova Rafa ayaponye macho yako kwa jina la Yesu. And if you are following us right now and you have sickness of eyes, Jehovah Rapha heals your eyes right now in Jesus' name. Macho haikuweza kuona tena, That your eyes can see again. macho yako ione kwa jina la Yesu. Let your eyes be see in Yesu Jesus' aligusa name. huyu kipofu, Jesus touched that blind akamwambia unaona nini? and asked him, what do you see? Akasema ninaona vizuri sasa. Said, I'm now seeing clearly. Mara ya kwanza hakuona vizuri. The first time he did not see clearly. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu unayetufuata kwenye mtandao saa hizi, Praise the Lord, brethren who is following us on the air right now. acha vijana wangu waniletee Biblia. Let my boys bring me the Bible. Mungu akubariki mahali popote unatufuata. May God bless you wherever you are following us. Mungu akutendee mema. May God do you good. Mungu ayajibu mahitaji yako. May God answer your prayer requests. Basi msirudi, mtupatie pambio kadogo tu. Just come back and give us a small song. My soul say yes. My soul say yeah, say yeah, say yeah. My soul say yeah, say yeah to your will. My soul say yeah, say yeah, say yeah. My soul say yeah to your Asante sana, Mungu awabariki sana. Thank you very much. God bless you so much. Ndugu unayetufuata mahali pote, Brethren who is following us wherever you are, kwenye television, on the television, kwenye mitandao yote, on all the kind of social media, Facebook, on YouTube, Facebook, YouTube. Mungu akutendee mema. May God do you good. Mahali unatufuata saizi uko ndani ya ibada kwenye uko unatufuata. Wherever you are following us, you are right in the service right Sababu now. siku hizi ibada zote tunafanya kwenye mitandao. Because these days all the service we do it on the air. Na Mungu ayajibu mahitaji yako. And may God answer your prayer request. Ujumbe tunakuletea muda kama na huu, The message we are bringing you as such a time, inasema kuguswa mara ya pili.
It says being touched a second touch. Kuguswa mara ya pili. To be touched a second time. Najua Mungu amekugusa mara ya kwanza. I know God touched you first time. Najua kuna jambo Mungu amekutendea. I know there's something God has done for you. Lakini bado haijatosha. But it is not yet enough. Mungu ana mpango akuguse mara ya pili. God has a plan, let him touch you second touch. Haijalishi hali gani unapitia. No matter what kind of situation you are going through. Mungu wetu ni mwema kila wakati. Our God is good all the time. Na Mungu ana mpango mzuri. And God has good plan. Mungu atakugusa mara ya pili. God will touch you a second touch. Haijalishi ni ugonjwa ambao umekuweka chini. No matter whether sickness which has put you down. Ama ni kukosa kazi. Whether lacking job. Ama ni kukosa ndoa. Whether lacking marriage. Bwana ametupaka mafuta. God has anointed us with ili oil. tukuletea habari njema. That we bring you good news. Ya kwamba utaguswa mara ya pili. That will be touched a second time. Mungu aangazie nyumba yako na nuru yake. May God shine his light upon your house. Tuko kwa Injili ya Marko. We are in the book of Mark. Sura 8. Chapter 8. Mstari wa 22. And verse 22. Paka 24. Up to 24. Marko sura 8. Mark chapter 8. 22. Verse 22. Ninasoma kwa Swahili. I'm reading in Swahili. Wakafika Betsaida, wakamleta kipofu, wakamuomba amguse. 23. Akashika mkono wa kipofu, akampeleka nje ya mji, akatemea mate kwa macho, akaweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? 24. Akatazama juu, akasema, ninaona watu kama miti wakitembea. Amen. 25, acha niongeze hiyo. Basi akatia mikono tena juu ya macho yake, naye akatazama tena, akapata kuwa mzima, akaona vitu wazi wazi. Amina. Amen. I'm reading in the book of Mark chapter 8 verse 22 to 25. And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. 23. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, do you see anything? And he looked up and said, I see men, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Praise the Lord, brethren who is listening to us. Tunaongea kuhusu kuguswa mara ya pili. We are talking about being touched the second time. Biblia inatuambia juu ya huyu kipofu huko Betsaida. The Bible tells us about the blind who was at Bethsaida. Huyu alikuwa kipofu. He was a blind. Maisha ya upofu ni maisha mbaya sana. The life of blindness is so bad. Kipofu huyu alikuwa hawezi ona chochote. That blind man could not see anything. Lakini Yesu alijua ya kwamba kipofu huyo yuko hapo. But Jesus knew that blind was there. Na Yesu alikuwa na mpango ya kwamba aende akamguse na kumponya. And Jesus had a plan to go and touch him and heal him. Biblia inatuambia ya kwamba The Bible tells us that Yesu akatema mate akamgusa kwa macho. Jesus spat saliva and touched his eyes. Akamuuliza, unaona nini? And asked him, what do you see? Kipofu akasema, And the blind man said, ninaona watu kama miti zikitembea. I see men like trees walking. Nafikiria kwa hiyo wakati huu kipofu angempatia mpanga angemaliza watu. I think at that time if that blind man was given a panga, he would have cleared all people. Angeenda na katakata tu watu. He would go cutting people. Sababu alikuwa haoni vizuri. Because he was not seeing clearly. Macho ni kitu cha muhimu sana kwa maisha ya mtu. An eye is something so precious in one's life. Yesu alisema hivi kuhusu macho. Jesus said this about eyes. Mathayo sura 6 mstari wa 22. Matthew 6:22. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likikuwa safi, mwili wako wote utajaa nuru. Lakini jicho lako likiwa baya, mwili wako wote utajaa giza. Basi nuru iliyo ndani yako ikiwa giza, ni giza kubwa sana. Amina. Amen. I'm reading in the book of Matthew chapter 6 verse 22.
The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Amen. Amen. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa na shida kubwa kwa kukosa macho. Now this man had a big problem without having no eyes. Sababu Yesu anatuambia taa ya mwili ni macho. Because Jesus tells us that the light of the body is the eye. Kama macho imekuwa giza na mwili wote utakuwa giza. If the eye is dim, the whole body will have darkness. Watu wengi leo wamezipitia shida kubwa sababu hawana macho ya roho ya kuona shida gisi imekuja. Many people have got problems because they don't have spiritual eyes to see what is attacking them. Na kuombea macho yako ya roho ianze ona. Yesu aiguse mara ya pili kwa jina la Yesu. I'm praying for your spiritual eyes. Let it begin seeing. May Jesus touch it the second time. Unajua shetani anapomshambulia mtu, kitu cha kwanza shetani anafanya, anaongoa macho yako. You know, when devil attacks one, what the first thing he does is to gong out your eyes. Wafilisti walipomshika Samsoni, kitu cha kwanza walimtendea, walimtoboa macho. The Philistines, when they seized Samson, the first thing they did, they gonged out his eyes. Kwa hiyo shetani anapopiganisha Mkristo anaua macho yake ya roho juu asione tena. For that reason, when the devil is fighting a Christian, fights your spiritual eyes that you do not see anymore. Na huyu alikuwa haoni chochote. And this man could not see anything. Na Yesu alitaka kumtembelea huyu mtu. And Jesus wanted to visit this person. Na ndio maana Yesu alitema mate juu yake, sababu alijua ya kwamba huyu ndugu alikuwa na shida kubwa. That's why Jesus spat saliva on his eyes, because he knew that he had a big problem. Na Yesu akamuuliza, unaona nini? And Jesus asked him, what do you see? Magonjwa ya macho ni mbaya sana. The sickness of eye is so bad. Aliona watu kama miti zikitembea. He saw people walking like trees. Hiyo magonjwa ikishika macho ya mtu hataona tena mbali. When that sickness catches one, you'll not see far off. Shetani anaposhambulia macho ya mtu anaishambulia kwa njia mbili. When devil attacks the eyes, attacks in two ways. Ya kwanza anashambulia macho ya mtu inakufa kabisa, unakuwa kipofu, hautaona chochote. The first, he attacks your eyes to be blind completely, that you cannot see anything. Kwa hiyo huyu mtu yeye alikuwa kipofu, hangeliweza ona. That man was totally blind, could not see anything. Shetani anaposhambulia macho ya mtu mara ya pili analeta magonjwa inaitwa myopi. Myopi spiritual ni magonjwa ya macho ambayo hauwezi ona mbali, unaona tu kitu yenye iko karibu. When the devil attacks the second attack which devil brings upon people's lives is a sickness which is called myopia. When it attacks you, you become short-sighted. You cannot see far off. Mtu haoni mbali, You cannot see far. anaona tu karibu. You see close. Kama vile Esau kwa Biblia. Just like Esau in the Bible. Hakuona mbali, akauzisha ukubwa wake juu ya njaa ya siku moja tu, supu ya madaika fulani, akauzisha ukubwa wake. Esau sold his birthright. He did not see far off. He sold his birthright because of something that was seeing just nearby. Mwenye macho yake ya roho imeshambuliwa na magonjwa ya myopi spiritual, haone mbali, yeye anaona karibu tu, leo tu. Whoever is attacked by that sickness, myopia, cannot see far off, just sees something of today only. Macho yako ione vizuri kwa jina la Yesu. Let your eyes see well in Jesus' name. Biblia inatuambia kwamba The Bible tells us Yesu akamgusa tena. Jesus touched him again Akamuuliza, unaona nini? and asked him, what do you see? Akasema, ninaona vizuri sasa. Said, now I'm seeing clearly. Kwa jina la Yesu Kristo, The name of Jesus macho Christ. yako ya mwili na ya roho ifunguliwe. Let your spiritual eyes and physical eyes be open. Na kama uko natufuata saizi una shida ya macho, magonjwa ya macho, na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, Jehova Rafa ayaponye macho yako kwa jina la Yesu. And if you are following us right now and you have sickness of eyes, Jehovah Rapha heals your eyes right now in Jesus' name. Macho haikuweza kuona tena. That your eyes
can see again. Macho yako ione kwa jina la Yesu. Let your eyes be see. Yesu in Jesus' aligusa name. huyu kipofu. Jesus touched that blind Akamwambia unaona nini? and asked him, what do you see? Akasema ninaona vizuri sasa. Said, I'm now seeing clearly. Mara ya kwanza hakuona vizuri. The first time he did not see clearly. We want to pray. Yesu ana nguvu kushinda ile shida yako. God is more powerful than your problem. Nitakuombea maombi mara 2. I'll pray for you 2 times. Ya kwanza afungue macho yako uanze ona. The first prayer is God to open your eyes that you start seeing. Macho ya roho na ya mwili. Your spiritual eyes and physical eyes. Ya pili, The second prayer, akuguse mara ya pili. to touch you the second time. Pamoja na shida unapitia. Together with the problem you are going through. Acha tuombe Mungu. Let us pray to God. Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus Christ, Mahali pote wanatufuata ulimwenguni, wherever they are following us all over the earth, Mungu watendee mema. God do them good. Fungua macho ya roho na ya mwili Open their spiritual eyes and physical ya eyes kila mwanatufuata. for every person is following us. Waguse mara ya pili Touch them the second touch. kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Asante maana wewe ni jibu. Thank you because you are an answer. Utafungua macho ya roho You'll open the spiritual eyes na utawagusa mara ya pili. and you'll touch them the second time. Gusa hii ndoa mara ya pili. Touch that marriage second time. Gusa hii kazi mara ya pili. Touch that job second time. Gusa hii familia mara ya pili. Touch that family second time. Gusa kanisa lako mara ya pili. Touch the church of God second time. Gusa watumishi wako mara ya pili. Touch your ministers second time. Kila anayetufuata Bwana, Whoever is following us, Lord, umuguse mara ya pili touch the person second time ili waone vizuri. that they can see clearly. Kwa jina la Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu akubariki God bless you na kutendee mema. and let him do you good. Na kama bado haujaokoka, If you are not yet saved, patia Yesu maisha yako. give Jesus your life. Sababu Yesu iko narudia kuchukua kanisa. Because Jesus is coming back to take his church. Kama haujaokoka bado, If you are not yet saved, utapotea na unaenda jehena. you will get lost and go to hell. Lakini kwa waliookoka, But for those who are saved, watarithi uzima wa milele. they will be in eternal life. Na kama ulikuwa naokoka umerudi nyuma, rudilia upendo ya kwanza, rudilia Mungu. If you got saved and backslid, come back to the first love. Rudilia ya maombi. Come, answer these prayers. Bwana, kwa jina la Yesu, Father, in the name of Jesus Christ, nimekurudilia leo. I've come back to you today. Nimeamua kuokoka I've decided to get saved. na kupa maisha yangu Also to give you my life. kwa Bwana na Mwokozi wa maisha You yangu. be the Lord and Savior of my life. Nimekataa shetani I refuse Satan na mabaya yake yote. with all his evil deeds. Bwana Yesu Kristo, Lord Jesus Christ, andika jina langu kwa kitabu cha uzima write my name in the book of life na ulivute kwa kitabu cha hukumu. and delete it in the book of death. Kwa jina la Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu akubariki. God bless you. Shalom. Shalom.